Katika enzi hii ya mivutano ya kijeshi ya kimataifa, mashambulizi yanayofanywa na mataifa ya magharibi au washirika wao yameanza kuchukua sura mpya yenye akili, kasi na ufanisi. Miaka michache iliyopita, vita vilitegemea magari makubwa ya kivita, ndege za kivita za mizinga na majeshi ya ardhini. Lakini mwaka huu ulimwengu umeshuhudia operesheni mbili zilizotikisa usalama wa dunia. Operation Rising Lion iliyotekelezwa na Israel dhidi ya Iran pamoja na the Operation Spider's Web iliyotekelezwa na Ukraine dhidi ya Urusi. Ingawa hizi ni operesheni tofauti, muktadha, malengo na utekelezaji wake vinafanana sana. Wataalamu wa usalama wa kimataifa wanaamini kuwa huenda kuna mkono mmoja wa kijasusi, kimkakati na kiintelijensia unaounganisha mashambulizi haya mawili, aidha mkono wa NATO, Marekani na washirika wa kimataifa wanaolenga kudhoofisha nguvu za Iran na Urusi. Mnamo June 13 mwaka huu, Israel ilianzisha kile ilichokiita Operation Rising Lion, operation ya kijeshi iliyoelekezwa kwenye maeneo ya kimkakati ndani ya Iran. Kwenye maeneo ya kimkakati ndani ya Iran, vikosi vya anga vya Israel vikisaidiwa na shirika la ujasusi la Mossad vilishambulia vikali maeneo ya nyuklia ya Natanz, Isfahan, Kermanshah na Tabriz. Lakini si hayo tu, majengo ya makao makuu ya IRGC, nyumba za makamanda wakuu wa kijeshi na makao ya viongozi wa kidini yalilengwa. Lengo halikuwa tu kupunguza uwezo wa Iran wa kutengeneza silaha za nyuklia, bali pia kuzuia mnyororo wa maamuzi kwa kuwaua viongozi wa kijeshi na ushawishi kama vile Hossein Salami na Mohamed Bagheri. Katika kile kilichodhaniwa kuwa ushindi wa haraka kwa Israel, dunia ilishuhudia Iran ikiweza kujibu mashambulizi hayo kwa makombora ya masafa marefu yaliyolenga Tel Aviv, Haifa na Dimona. Hii ilisababisha kifo cha raia wasiopungua 5 na kuharibu miundombinu ya umeme, usafirishaji na ulinzi wa anga wa Israel. Hapo ndipo ulimwengu ulipogundua kuwa licha ya miongo kadhaa ya vikwazo, Iran bado ilikuwa na uwezo wa kufanya second strike yenye madhara makubwa kwa Israel. Kwa upande mwingine, mapema June mwaka huu, wiki mbili tu kabla ya mashambulizi ya Israel, Ukraine ilitekeleza operesheni ya kushangaza iliyopewa jina la Operation Spider's Web. Operesheni hii haikuhusu makombora ya masafa marefu au ndege za kivita, bali mtandao wa drones ndogo ndogo zilizopakiwa kwenye magari ya kiraia zikafichwa ndani ya mipaka ya Urusi na kulipua kambi za anga za Rasatov, Ryazan na Angels, maeneo muhimu ya ndege za kimkakati za Urusi aina ya Tu-95 na Tu-22M. Drones hizo zilikuwa ndogo, zenye kasi na uwezo wa kupenya ulinzi wa anga. Urusi, ambayo ni mojawapo ya mataifa yenye mifumo ya ulinzi wa hali ya juu kama S-400, ilishindwa kabisa kutambua shambulio hilo hadi vituo vilipokuwa tayari vimeharibiwa. Takriban ndege 11 ziliripotiwa kuharibiwa, maafisa wa kijeshi 23 kuuawa na sehemu ya silos za makombora kuvurugwa. Kilichoshtua zaidi ni kwamba Ukraine iliweza kufanya mashambulizi hayo kwa msaada wa taarifa za satellite na teknolojia ya drones kutoka Marekani pamoja na NATO. Je, kuna mhusika wa pamoja? Kwani mashambulizi haya mawili yanaendana kistratejia na jinsi ya mipango ilivyotekelezwa. Kuna dalili nyingi kwamba mashambulizi haya mawili, japo tofauti kwa lengo la moja kwa moja, yana asili moja ya kimkakati. Marekani, ambayo imekuwa ikitumia sera ya containment dhidi ya Iran na Urusi, imeonekana kwa miaka kadhaa kuwatumia washirika wake wa mikoa, Israel kwa Mashariki ya Kati na Ukraine kwa Ulaya ya Mashariki, kutekeleza mashambulizi yanayolenga kudhoofisha mahasimu wakuu wa Washington. Taarifa kutoka kwa vyanzo vya ujasusi vya Uingereza MI6 zinaonyesha kuwa satellite reconnaissance, geomapping na electronic jamming codes zilizotumiwa na Ukraine zilitolewa na idara ya ulinzi ya Marekani DoD, na baadhi ya vifaa vya elektroniki vya Rising Lion vililetwa kupitia vituo vya Marekani vilivyoko Ujerumani na Cyprus. Wataalamu wa masuala ya kijeshi kama Shashank Joshi, The Economist na Michael Kaufman, CSIS, wanaeleza kuwa mashambulizi haya mawili ni sehemu ya mkakati wa kuendesha proxy warfare dhidi ya mahasimu bila Marekani kuonekana kuwa mshambuliaji moja kwa moja. Katika mahojiano na CNN, Joshi alisema, tunaona mwelekeo mpya wa mashambulizi yaliyopangwa na kudhaniwa kisayansi, kijeshi, kiteknolojia na Marekani, lakini yakifanywa na washirika waliopo mstari wa mbele. Swali kuu linabakia, kwa nini Iran na Urusi wanalengwa? Iran na Urusi wamekuwa mstari wa mbele kupinga utawala wa dunia unaoongozwa na Marekani. Iran imekuwa ikisaidia Hezbollah, Houthi na wanamgambo wa Iraq, huku Urusi ikiwa bega kwa bega na Assad Syria pamoja na kuingilia kijeshi Ukraine. Mashambulizi haya mawili yameonyesha kuwa Iran inatazama kama tishio la kiitikadi na kinyuklia, huku Urusi ikionekana kuwa ni tishio la kiusalama kwa Ulaya na ni mshawishi wa nishati barani humo.
Katika mazingira haya, Marekani inaonekana kutumia Israel na Ukraine kama chombo cha strategic attrition, kupunguza nguvu za kiulinzi, kiuchumi na kisiasa za Iran na Urusi bila kulazimika kutumia majeshi yake moja kwa moja. Mfano mkubwa wa operesheni hizi mbili, the Operation Rising Lion pamoja na the Operation Spider's Web, ni pamoja na moja, operesheni zote mbili zilitumia teknolojia ya kisasa isiyo ya kawaida, drones, AI targeting na infiltration. Drones kwa maana wahusika waliweza kupenyeza drones hizi kisiri ndani ya mataifa haya mawili, AI targeting pamoja na infiltration kwani wote walitumia mules au wasaliti wa kutoka ndani ya mataifa haya kufanya mashambulizi hayo. Mbili, operesheni hizi zote zilitegemea taarifa za ujasusi wa kina kabla ya mashambulizi na uwezekano mkubwa MI6 pamoja na CIA wote walishirikiana kupanga mashambulizi haya mawili kwa pamoja. Namba 3, zote ziliathiri sana ufanisi wa anga na uwezo wa nyuklia wa wapinzani, kwa Iran kwa kupiga vituo vya nyuklia na kwa Urusi kupiga strategic bombers, ndege zenye uwezo wa kubeba na kurusha mabomu ya nyuklia. Na 4, zote zilisababisha majibu ya haraka kutoka kwa wapinzani, lakini majibu hayo hayakudhibitisha kushindwa kwa Israel au Ukraine kwa upande wake. Rising Lion ni operation iliyolenga decapitation ya uongozi wa Iran, kuchinja kichwa cha mfumo wa kijeshi. Spider's Web ni operation ya kudhoofisha miundombinu ya kijeshi ya Urusi, si kubadilisha serikali. Kuna uwezekano mkubwa Spider's Web ilitekelezwa ili kudhoofisha Urusi au kuiweka Urusi katika namna ya kushindwa kuja kuisaidia Iran katika mashambulizi ambayo yalikuwa yamepangwa kufanyika wiki mbili kabla na tayari yamefanyika. Je, ni vita vya dunia vya kidijitali? Kwa mara ya kwanza, dunia inashuhudia vita vya dunia visivyo rasmi, Shadow World War, ambapo Marekani na washirika wake wanapambana na maadui wao kupitia operesheni za hali ya juu zenye ufanisi mkubwa zisizotarajiwa rasmi kwenye mabara ya kimataifa. Hali hii inazidi kuliacha Umoja wa Mataifa ukiwa kimya, huku mataifa kama Pakistan, Korea Kaskazini na China yakitazama kwa mashaka usalama wa dunia ukiyumba. Katika Iran, mbinu za ndani zilizotumika katika Operation Rising Lion ni pamoja na moja, wafanyakazi wanaosaliti yani insider human assets ambao walikuwa wamepandikizwa na Mossad. Shirika la ujasusi la Israel Mossad lilitegemea watu wa ndani waliovuja taarifa muhimu kuhusu ratiba za viongozi, mipaka ya ulinzi wa nyuklia na majengo ya makao makuu ya IRGC. Hili si jambo jipya. Tayari Mossad ilikuwa imemteka na kumuua Mohsen Fakhrizadeh mwaka 2020 kwa kutumia roboti yenye AI, na taarifa hizo zilitolewa na mfanyikazi wa ndani wa taasisi ya kijeshi ya Iran. 2, upandikizaji wa vifaa vya kufuatilia, signal beacons. Wakati Iran ilipoanza kutafuta vifaa vilivyowekwa kwenye nguo, magari na vifaa vya mawasiliano, iligundua kuwa baadhi ya maeneo muhimu kama Natanz na Panchin yalikuwa yamepandikizwa non-transmitters zilizopitishwa kupitia shehena za nje. Vifaa hivi viliruhusu Israel kufuatilia kwa usahihi harakati za walengwa, kuhakikisha mashambulizi yanapiga mahali sahihi. Namba 3, mbinu za wahalifu wa kimtandao, cyber sabotage. Mashambulizi ya Rising Lion yalitangulia na kampeni za cyber iliyopewa jina la Black Hydra, ambapo mitandao ya nishati, rada za ulinzi na mifumo ya mawasiliano ya kijeshi ya Iran ilizimwa kwa muda wa masaa 3 hadi 5. Hii ilileta utepetevu wa haraka na kulifanya shambulizi la anga lifanikiwe bila upinzani mkubwa. Namba 4, udhibiti wa habari, information warfare. Kabla ya mashambulizi, akaunti feki za mitandao ya kijamii zilianzisha taarifa za kupotosha kuhusu afya ya Ayatollah Khamenei na hali ya kisiasa ndani ya Iran. Lengo lilikuwa kueneza hofu na kusambaratisha umoja wa maamuzi. Wakati huo huo, video bandia zilionyesha kuwa mashambulizi ya Iran dhidi ya Israel yalishindikana, hali iliyowavuruga makamanda wa Iran kimawazo. Na namba 5, drones ziliweza kuzinduliwa kutoka ndani mwa Iran, internal drone launchers. Kwa mujibu wa taarifa za IRGC zilizovuja, baadhi ya drones zilitumika kushambulia vituo vya IRGC, zilirushwa kutoka maeneo ya ndani ya Iran, hasa kupitia mawakala waliopenyezwa kutoka eneo la Iraq, Kurdistan na Baluchistan, ambapo vikundi vinavyopinga serikali ya Iran vinafanya kazi kwa karibu na wazungu. Kwa upande wa Urusi, Operation Spider's Web, mbinu zilizotumika ni kama zile ambazo zilitumika katika mashambulizi ya Operation Rising Lion. Moja ni drones zilizofichwa na kuzinduliwa ndani mwa Urusi, smuggled drones. Ukraine ilifanikiwa kuingiza drones nyingi ndogo kupitia mpaka wa Kazakhstan na Georgia. Baadhi zilikuwa zimefichwa kwenye shehena za kibiashara na zingine kupitia wajasusi waliopenya ndani ya Urusi kama wafanyabiashara au wanachama wa vikundi vya kidini. Drones hizo ziliundwa kwa plastiki isiyotambuliwa na radar, stealth polymer zenye GPS inayotumia satellite za Marekani.
2. Operation ya double agents, yani majasusi wasaliti wanaofanya kazi katika pande zote mbili, aidha upande wa Ukraine au upande wa Urusi. Ukraine kwa msaada wa CIA iliwashawishi baadhi ya wanajeshi wa Urusi waliokuwa na hasira dhidi ya utawala wa Putin. Mawakala hawa walitoa taarifa za ndani, ratiba za ndege za kivita na maeneo ya kuhifadhia mafuta na silaha. Walitumia programu salama kama Signal na Briar ambazo zinawiana na satellite za NATO. Namba 3, kupenyeza katika mtandao wa reli, railway sabotage. Mojawapo ya njia kuu ya Urusi kusambaza vifaa vya kijeshi ni kupitia reli. Kabla ya mashambulizi, vikundi vya upinzani kama Raspartisan waliungwa mkono kifedha na kiufundi ili kuweka vilipuzi kwenye reli. Hili lilichelewesha ulinzi wa misaada kufika maeneo yaliyoshambuliwa. Vilevile, kama ilivyotekelezwa na Mossad kuwaunga mkono wapingaji wakuu wa serikali ya Khamenei. Namba 4, cyber warfare, mfumo wa kuchelewesha majibu. Kwa dakika 45 baada ya shambulio kuanza, mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi S-300 na S-400 haikuweza kutoa amri rasmi. Iligundulika kuwa malware iliyojulikana kama Bearbreak iliyosambazwa kupitia USB kwenye kambi za kijeshi ilizima mfumo wa electronic command relay, ikiwafanya maafisa kushindwa kujibu kwa wakati. Namba 5, uwezo wa kuiga mawasiliano, comm spoofing. Comm spoofing ni uwezo wa kuiga sauti ya mtu na kuweza kuitumia ili udhaniwe ni yeye. Ukraine iliweza kuiga sauti za makamanda wa Urusi kwa kutumia AI voice replication. Kwa njia hii, mashine za ndani zilipokea amri za bandia za kutoshambulia, hali iliyowapa wanajeshi wa drones muda wa kupenya na kulipua vituo vya anga vya Saratov na Ryazan. Makala hii inaonyesha kwamba vita vya kisasa havitegemei tena mizinga wala vifaru pekee. Ufanisi wa operesheni ndani ya Iran na Urusi uliotokana na mchanganyiko wa akili za kibinadamu, teknolojia za hali ya juu, wanasayansi wa data, hackers, wafanyakazi wa ndani na nguvu ya mitandao ya kimataifa. Mbinu zote zilitumika zinaonyesha kuwa dunia inaingia katika enzi ya vita vya ndani kwa ndani, asymmetric internal warfare. Maadui wa mataifa makubwa sasa wanapigwa si kwa majeshi makubwa, bali kwa uwezo wa kupenya ndani ya mifumo ya kuangamiza kutoka moyoni. Pamoja na mashirika ya kijasusi kama Mossad, CIA na MI6 hayatumii tu silaha, bali akili, pesa, mawakala wa ndani, AI pamoja na propaganda. Ikiwa vita hivi vya kivuli vitaendelea, basi huenda tukaingia kwenye zama za global subversion warfare, ambapo taifa linaangushwa si kwa kupigwa moja kwa moja, bali kwa kuvunjwa ndani kwa ndani kupitia mbinu za kijanja, za kimya kimya, lakini zenye madhara makubwa kuliko mabomu. Maoni yako ni yapi kuhusiana na makala hii? Drop maoni yako kwenye comment section bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.